Hali ambayo anapitia sasa hivi msanii Whozu inaweza kaa inatia huruma kwa namna fulani. By the way, hata mwenyewe baada ya kusikia history kuna namna fulani hivi nimeumia sana, kwa sababu Whozu ni mmoja wa wasanii ambao mimi nawakubali sana, lakini kwa hiki ambacho anakipitia kimenifanya nikajisikia vibaya sana na kujiuliza, kwani binadamu waga wakoje? Kwa nini kuna watu wana roho mbaya? Lakini issue kubwa ni kwamba wakati unapanga mipango yako kuna wale ambao wanapanga mipango yao pia, na hii ni kutokana na kila ambacho kinaendelea sasa hivi, hususan kupitia mtandao wa TikTok kumhusu Whozu pamoja na safari nzima ya kila ambacho kinamfanya sasa hivi hayuko comfortable. Nadhani sasa hivi maombi yatakuwa yanaendelea, wakijaribu kurudisha vitu viweze kukaa sawa na vitu kama hivyo. Niko hapa kwa ajili ya kukupa story na uweze kufahamu kile ambacho kimeweza ku happen na nini hasa ambacho kiko nyuma ya pazia ambacho kinamsumbua Whozu sofa. Lakini yote kwa yote, kama kawaida nitakuwa nakusogezea updates nyingi sana hapa kuhusiana na master wako wote ambao wanakubali. Sasa cha kufanya ni wewe kujiweka karibu na channel yetu ya Bongo Vibe. Tazama chini ya hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye kulibonyeza. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kuhusiana na hiki ambacho mimi naenda kushare nawe hapa kuhusiana na Whozu na situation nzima ya kila ambacho kinaendelea. Tunafahamu vizuri kabisa kwamba Whozu sasa hivi yupo kwenye headlines tangu Wema alivyoweza kujifungua mtoto. Basi Whozu ameingia kwenye headlines na amekuwa mmoja wa watu ambao wanafuatiliwa kwa kiasi kikubwa sana, na hii ni kutokana na ujio wa mtoto wao Baby Olly. Lakini issue kubwa sasa hivi ambayo inaendelea na imeonekana kumkondesha Whozu sio kuanzia leo, ni issue ambayo ipo, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda inaonekana kuwa ni issue ambayo ni deep kidogo. Ni swala zima la Whozu kwenye muziki. Tunakumbuka kipindi fulani Whozu alikuja kaandika akasema kwamba kama kuna mtu yote nilimkosea kwenye swala la kimuziki, naomba anisamehe, aweze kuniacha niendelee na safari yangu ya muziki. Na hii ilikuja ni baada ya kuona kwamba mambo yake mengi yalikuwa hayaendi. Sasa hivi imefikia hatua ya kujiuliza kwamba kwani mimi nimekosea kitu gani jamani? Kwa sababu ukiangalia mambo ya muziki kwa upande wake, licha kwamba yupo kwenye headlines sana, lakini mambo yake yamekuwa hayaendi. Kule TikTok mjadala ambao unaendelea ni kuhusiana na baada ya Whozu kuweza kutoa track yake ambayo inafahamika kwa jina la Namleta. Of course ni track ambayo watu walitegemea ingefanya vizuri sana kuliko ngoma zote za Whozu, kwa sababu kuna upepo wa Baby Olly, kuna upepo wa Wema Sepetu, alafu kuna upepo wa kwake mwenyewe Whozu na nyota yao kiujumla. Sasa watu walidhani ingeenda mbali zaidi, lakini cha kushangaza ni kwamba ile ngoma mpaka sasa hivi haijaweza kuhit hata 1 million views so far tangu ameweza kuzaliwa Baby Olly. Sasa watu wakawa wanasema kwamba Whozu ajichunguze vizuri, kama kuna watu pengine kuna mambo aliweza kupishana nao alafu mwisho siku wakawa wamempangia vibaya, basi huenda ndio hao wakaweza kuwa wanamharibu kwenye muziki wake. Na wengine wanasema kwamba Whozu automatically labda muziki anaoimba umeexpire, yani kiufupi hauendani na generation ya sasa hivi. Na wengine wanasema kwamba Whozu kuwa na Wema Sepetu ndio kitu ambacho kimemfanya ka drop kwenye muziki. Sasa yanasema mengi, wengine wanasema kwamba Whozu ameibiwa nyota na vitu kama hivyo, mengi yanazungumzwa. Lakini kiufupi kutokana na hali halisi iliyopo sasa hivi, yeye hajasema kwamba ameibiwa nyota au kutokana na kwamba yuko na Wema, lakini alisema tu kwamba kuna mtu alimkosea, basi aweze kuclear kila kitu kikae sawa, ya muendelee amwache endelee kuishi kwenye muziki. Lakini kwa upande wako tuambie, wewe unadhani kwamba hii huzuni ambayo anapitia Whozu, ngoma zake kutokufanya vizuri tofauti na before, inawezekana inasababishwa na nini hasa? Achana na mtazamo ya watu wengine, tuambie kwenye sehemu ya comment hapo. Ila muhimu zaidi usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.